wa min awsafi alqulubi almaridha, na miongoni mwa sifa ya nyoyo zenye maradhi, miongoni mwa sifa za nyoyo zenye maradhi, alama, ni moyo wenye sifa ya upofu. Moyo wenye sifa ya upofu au kipofu. Kuna nyoyo ambazo zimevaa sifa ya upofu, maanake nyoyo ambazo hazioni. Je, moyo wako una sifa hii ya upofu au moyo wako hauna sifa hii? Ikiwa moyo wako una sifa ya upofu, fahdhar ya abdallah, chukua tahadhari mapema ewe mja wa Allah, usije ukatumbukia katika shimo la Jahannam, katika shimo la hatari. Kwa sababu moyo huu ambao umebeba sifa ya upofu au kipofu ni moyo ambao utakupeleka pabaya, hautokuongoza isipokuwa njia ya giza, njia isiyokuwa na mwanga. Fahdhar hadhran shadida ya abdallah, chukua tahadhari kubwa na moyo wenye sifa ya upofu. Hebu tusikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyousema huu moyo wenye sifa ya upofu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha, hakika si vinginevyo, la ta'mal absaru, hakika macho hayapatwi na upofu. Hakika si vinginevyo, kuwa macho hayapatwi na upofu ule wa kweli, upofu ule mkubwa. Walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini nyoyo ndizo zinazopatwa na upofu, tena nyoyo ambazo zipo katika vifua vyetu. Kwa hiyo nyoyo ndizo zinazopatwa na upofu. Hebu angalia, Allah anakanusha upofu wa macho, lakini anasema upofu haupo kwenye macho, upofu upo kwenye vifua, kwenye nyoyo za watu. Kwa nini ya Allah macho hayawi na vipofu, lakini tunaona watu wapo vipofu hawaoni? Sasa ya Allah, vipi hawa hawaoni alafu nasema kwamba hawa yani hawapati, yani upofu wao wa macho haufikii upofu wa nyoyo? Kwa nini ya Allah? Kwa sababu moyo ukiwa na upofu, moyo ukiwa na sifa hii, kamwe hauwezi kuiona haki, kamwe hauwezi ukasikiliza haki, kamwe hauwezi kuacha maasi. Lakini macho yenye sifa ya upofu, macho yenye sifa ya upofu, endapo mtu huyo mwenye upofu wa macho anapoijiwa na uongofu, moyo wake huwa haukatai, lazima unafanyaje? Utapata. Mfano mzuri, linanzur, tutazame au tumwangalie sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ibni ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahaba aliyekuwa kipofu wa macho, lakini alimwamini nani? Mtume. Alifuata nini? Haki. Je, aliiona kwa macho? Haki aliiona kwa macho? La hasha wakali, haki aliiona kwa moyo wake, ndio maana akaamini. Lakini kuna watu ambao walikuwa na macho, wanaona jua linapotoka na linapozama, lakini hawakumwamini mtume. Kwa nini? Kwa sababu gani? Nyoyo zao zilikuwa na upofu. Wangapi walioijua na miujiza? Wangapi mtume aliwafanyia miujiza, lakini hawakuamini, hali ya kuwa macho waliokuwa nayo. Kwa sababu gani? Macho yalikuwa yanaona, lakini nyoyo zao zilikuwa na upofu.
Kwa hiyo Allah kusema kwamba hakika macho hayapati na upofu, lakini kinachopata na upofu ni nini? Ni moyo, kwa sababu moyo ndio unaoona kabla ya macho. I'lamu barakallahu fikum anna alqulub, hakika ya nyoyo, tara qabla alain, nyoyo ndizo zinazoona kabla hata macho hayajaona. Macho yanakuwa yapo nyuma ya moyo. Moyo unaanza kuona, kisha macho yanafuata. Moyo unapopenda na macho yatafuata. Macho hayapendi mpaka moyo upende. Macho hayaoni mpaka moyo uone. Na ndiyo maana mtu aliye na mapenzi ya kweli na kitu fulani, hata hicho kitu kiwe na dosari gani, ikiwa moyo wake haujaiona hiyo dosari, kamwe huwezi kumwambia chochote. Hata kama ataiona hiyo dosari kwa huyo anayempenda, kamwe huwezi ukambadilisha, kamwe huwezi ukamtoa katika jambo lake. Kwa sababu gani? Moyo ushakwisha kupenda. Kwa hiyo moyo ukiwa na upofu, macho si lolote. Macho si lolote. Lakini moyo unapokuwa sio kipofu, macho hata kama yawe kipofu, lakini moyo ukiwa na mwanga, ukiwa na nuru, ukiwa unaona, macho hayawezi akaathiri kwenye moyo ambao hauna sifa ya nini? Ya upofu. Abu Lahab alikuwa na macho, alikuwa haoni? Alikuwa naona. Miujiza mingapi imetokea mbele yake, lakini aliishuhudia kwa macho yake, aliishuhudia kwa macho yake ya kweli, si kwa kusimuliwa, si kwa kuhadithiwa, si kwa kuletewa habari, kwa kushuhudia mwenyewe. Walakin lam yu'min, hakuamini. Kwa sababu gani? Moyo wake ulikuwa na upofu. Kwa sababu moyo wake ulikuwa na upofu, haukuona kwamba kweli huyu ni mtume wa haki. Moyo wake haukuona, na ndio maana hakuamini. Wama takafir, na alikufa ni nani? Pamoja na miujiza mikubwa aliyoonyeshwa na Allah, lakini hakuona. Firaun, miujiza mingapi alionyeshwa? Miujiza mingapi ambayo Allah alimuonyesha Firauni? Mingi, na aliona kwa macho yake. Hakusimuliwa, labda hakuwepo, tulikuja tukamsimulia akawa na kisia, haikuwa ni story. Aliona kwa macho yake mawili, lakini aliamini? Hakuamini. Kwa sababu gani? Moyo ulikuwa na nini? Na upofu. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya nyoyo ni sifa ya upofu, kwamba moyo ukiwa na sifa hii, kamwe haki haiwezi kuonwa na huo moyo, kwa sababu moyo huo ni nini? Upofu. Leta hiyo haki, ielezee utakavyoielezea, macho yashuhudia utakavyoshuhudia, toa miujiza utakayotoa miujiza, bali tutasema wewe ni mchawi, tutasema wewe ni kahini, wewe ni mganga, wewe ni kadha wa kadha, kwa sababu nyoyo na nini? Ina upofu. Lakini kama moyo utakuwa unaona, yani haki haihitaji maelezo mengi. Haki haihitaji nini? Maelezo mengi. Ni moja, mbili, tatu, tayari moyo utafanyaje? Utapata. Maana ya aya hii, annahu mu'dhamul ama wa asluhu, kwamba hakika
yani upofu uliokuwa mkubwa na upofu ambao ndiyo asili yake. Wa huwa al-ama ad-darru fi din, nao ndio upofu ambao ulio na madhara katika dini ya Allah. Ni upofu wa nafsi, ni upofu wa nini? Wa nyoyo. Upofu uliokuwa mkubwa zaidi na upofu ambao ndio asili yake, yani kwenye hicho kitombo ndio upofu unapoanzia, sio kwenye macho, bali sehemu ambapo utakapoanza kukokoa upofu ni kwenye moyo. Kwa hiyo upofu wa macho huu ni upofu, tunasema ni mjukuu wa upofu. Kuna yule aliyemzaa huyo nani? Hiyo mjukuu, si ndio? Kwa hiyo asili ni nani? Kwa sababu anayezaa lazima kuna asili, si ndio? Mtu anapoanzisha kizazi, wale watoto wakija kukua kuwa wengi, watoto wale kuna asili yake ambaye ni baba na nani? Na mama. Hawa hakupatikana isipokuwa wa baba na mama. Sasa upofu wa macho, upofu wa nini? Wa macho, asili yake ni wapi? Ni moyoni. Na kuona kwa macho asili yake ni wapi? Ni moyoni. Bihaith, kwa namna ambavyo moyo utakapokuwa unaona, macho yataona, hata kama macho yatakuwa yamezibwa. Lakini moyo utakapokuwa ni kipofu, macho hata kama yawe yanakodoa kiasi gani, hata uwekewe darubini ngapi, hayawezi akaona abadan muabada, kamwe. Kwa hiyo asili ya upofu ni moyoni, na upofu ulio mkubwa na wenye madhara makubwa kwenye dini ni upofu wa nini? Wa moyo. Liannahu bisababihi, kwa sababu upofu huo, kwa sababu yake, upofu wa moyo kwa sababu yake au kwa sababu ya upofu huo, la yubsiru alhaq, upofu huo hauwezi kuiona haki. Hauwezi kuiona nini? Haki. Wala yushahidu, wala upofu huo hauwezi kuishuhudia haki, hauwezi. Kama la yushahidu al-a'ma al-mar'iyat, kama ambavyo mtu ambaye ana upofu wa macho ambavyo hawezi kuona yale mambo yanaonekana, ndivyo hivyo moyo hauwezi kuishuhudia haki. Kama ambavyo mtu akifumba macho hawezi akaona kilicho mbele yake, na ndivyo hivyo moyo ukiwa na upofu hauwezi kuiona haki wala kuishuhudia nini? Haki. Ukitaka kuamini hili, wangapi katika vipofu walioamini? Je, swali, waliona haki? Jibu ni la. Kilichoona hiyo haki ni nini? Alqalb, ni moyo. Wangapi wana macho wanaona? Je, waliamini? Jibu ni la, hawakuamini. Kwa nini hawakuamini? Kwa sababu upofu wao ulikuwa kwenye nyoyo zao. Na mifano ipo mingi sana kwenye Qur'ani. Mifano ipo mingi kwenye Qur'ani ya kwamba macho si lolote, bali moyo ndiyo kila kitu. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.